kitendo chenu cha kuitikia mwito wetu ambao tumetoa na kuja kwa wingi sana leo kama mlivyo hapa kwa lengo la kubadilishana mawazo na sisi. Hii ni kielelezo sahihi kuwa TEF ni mdau mkubwa wa maendeleo ya taifa letu, hususani kukuza maadili ya viongozi wa umma kutokana na nguvu za kalamu yenu. Ndugu wahariri, juhudi zenu katika ukuzaji wa maadili ya viongozi wa umma nchini zinaonekana wazi kwa jinsi mnavyotumia kalamu zenu kuelimisha, kuhabarisha, kuburudisha na kukosoa jamii kuhusu dhana ya uadilifu na uwajibikaji kwa viongozi wa umma. Kazi zenu zinasaidia sana kutupa vyanzo vya taarifa zetu za kufanyia kazi. Kazi tunayofanya ni kazi inayohitaji weledi katika mambo mbalimbali, hususan katika kukuza maadili kwa kuchapisha habari zenye ukweli zikiwemo za uadilifu wa viongozi wa umma, uwajibikaji na wakati mwingine kukosoa baadhi ya mienendo isiyofaa ya baadhi ya viongozi wa umma. Kazi hii mnaifanya kwa uwezo mkubwa na uzalendo wa hali ya juu. Kwa shughuli yote hiyo ninawapongezeni sana. Rai yangu kwenu ni kuwa endeleeni kutoa habari zinazohusu mienendo ya viongozi wa umma ili wale wenye mwenendo usiofaa waweze kupata nafasi ya kujirekebisha au kuonywa na mamlaka zinazohusika. Nafahamu kuwa vyombo vya habari vinaweza kutumia njia mbalimbali kufikisha ujumbe kwa wananchi kuhusu hali ya uadilifu na uwajibikaji kwa viongozi wa umma nchini. Baadhi ya njia hizi ni kama vile vikaragosi, picha jongefu, tahariri, makala na kadhalika. Ninyi wenyewe mnazijua vizuri hizo njia ambazo mnazitumia kuwasilisha maono au mafunzo yenu. Habari hizi zinasaidia sana kuwafanya viongozi kuzingatia matakwa ya ibara ya 132 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma namba 13 ambaye ni sura ya mwaka sheria namba 13 ya mwaka 1995 ambaye ni sura ya 398. Zipo taarifa nyingi tunazozifanyia kazi ambazo bila jitihada zenu usingezijua. Vyombo vya habari vimekuwa mdau na msaada mkubwa kwetu katika kukusanya taarifa muhimu na za ukweli zinazoipa nguvu jamii ya kujua hali ya uadilifu nchini. Niwaombe kwa umoja wenu kutumia ubunifu wa kalamu zenu kuandika habari nyingi zinazoeleza umuhimu wa maadili kwa viongozi wa umma nchini. Tuwaondolee viongozi na wananchi hofu tunapotimiza wajibu wetu kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizopo. Tusaidiane kukuza uadilifu wa viongozi wetu, kwani uadilifu wa viongozi ukiongezeka utasaidia kukuza maendeleo ya taifa na kuongeza imani ya wananchi kwa serikali yao. Katika utekelezaji wa majukumu yetu, hasa upokeaji wa matamko ya rasilimali na madeni kutoka kwa viongozi wa umma, tumeanza kutumia TEHAMA ambayo kwa sasa tunapokea matamko ya viongozi wa umma kwa njia ya mtandao, maana kwamba online declaration system. Mfumo huu umeanzishwa ili kutekeleza sera ya serikali mtandao ambayo serikali imeagiza wizara, idara na taasisi zote za umma kutumia mifumo ya TEHAMA katika kurahisisha mawasiliano na utendaji kazi serikalini. Matumizi ya ODS ni hatua kubwa katika safari yetu ya maboresho na ubunifu wa kidijitali wa kujenga mifumo ya kuwajali wadau wetu kwa kuwapunguzia adha ya kutumia gharama kubwa na muda mwingi kuwasilisha matamko yao ya rasilimali na madeni katika sehemu, katika vituo ambavyo vilikuwa vinahusika kama ilivyokuwa inafanyika huko awali. Ndugu wahariri, najua sote tunafahamu kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa rais, wabunge na madiwani. Niwaombe
Mzingatie weledi wa taaluma yenu kwa kutoa taarifa stahiki zenye ulinganifu zitakazosaidia wananchi wetu kuchagua viongozi waadilifu. Kwa kufanya hivyo, nanyi mtakuwa mmetekeleza jukumu lenu kama inavyotakikana. Majukumu ya taasisi yetu ya Sekretarieti ya Mali ya Viongozi wa Umma, kama ambavyo niliwahi kuwatamkia huko nyuma, ni pamoja na: moja, ni kupokea malalamiko ya ukiukwaji wa maadili, kupokea matamko ya rasilimali, maslahi na madeni ya viongozi, kufanya uchunguzi wa taarifa ambazo tumezipata za malalamiko ya wananchi dhidi ya viongozi, kutoa elimu ya maadili, kufanya uhakiki wa yale matamko ya mali na madeni ambayo viongozi hutoa, kutoa ushauri katika mambo ya uadilifu na kubuni mikakati ya ukuzaji wa maadili nchini. Tunafanya hivi kuwajengea weledi wa kutosha ili mnaposikia jambo lolote lile muwe na ufahamu wa kutosha kabla ya kulitangaza. Hatua hii itasaidia kuongeza weledi na ulinganifu utakaozingatia uhuru wa kujieleza kwa kuzingatia ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma na kanuni zake, pamoja na misingi ya taaluma yenu ya habari.